Good afternoon. Today we are covering the remaining bit of the topic spiritual warfare. And on the panel today we have from my left we have Pastor Oscar Sagwa. Oscar Sagwa. Welcome. Next we have Evangelist Edwin Emoli. Welcome. We have Pastor Alfred Ndolo. Then we have our good pastor, Pastor Peter Chome. And me, your host, Conrad Mulama. But before we start, let us have some prayers from our pastor, Pastor Alfred Ndolo. Tunaomba. Baba mtakatifu, tunakuinua, tunakuabudu, tunakutukuza Jehova kwa sababu wewe ni mfalme. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, wewe ni kimbilio letu la kipekee. Kila wakati tumekuita Kristo, tumeona ukitenda. Kwa hivyo mfalme, hata mchana huu tunajiachilia mikononi mwako. Tunaomba ukapate kunena pamoja nasi Jehova. Mungu wa rehema, tunaomba ukapate kutuelekeza Bwana. Tufundishe yako ya kisiri kwa sababu wewe ni mfalme. Wasikizaji wote Kristo tunawainua tena mkononi mwako. Tukiomba ya kwamba Mungu utasimama pamoja nao kwa sababu wewe ni mfalme. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Okay. Now, last week we looked at spiritual warfare, where we left. Probably, Pastor Ndolo, if you might help us remember, last week, what did we look at? Thank you. Bwana asifiwe. Amen. Kwa ufupi kabisa, nataka nishukuru Mungu kwa sababu ya umbali huu. Nashukuru Mungu tena kwa siku ambalo amepata kutupatia. Kweli tulipokuwa hapa wiki iliyopita, tulikuwa tunaongea kuhusu spiritual warfare. Na ningependa kusema ya kwamba tena leo hii tunaendelea kuongea kuhusu spiritual warfare. So kwangu tu kabisa nataka kwa ufupi nikapate kuelezea wasikizaji popote pale mliko what is spiritual warfare. Na ningetamani kwanza niongee kwa neno war. Maana warfare comes from the word war. Ninapoongea kwa the meaning of the word war, a war is an intense armed conflict between two groups. So tunapoongea kuhusu spiritual warfare, tunaongea kuhusu vile vita ambavyo viko katikati ya groups mbili. Na hizi groups mbili ni grupu ya shetani ama ni shetani na wale wa Kristo ambao wameokoka. Shetani ameweka vita kwa Wakristo ambao wameokoka. Na hao Wakristo nao wana counter shetani. Na katika hii vita, popote pale pana vita, lazima watu waumie. Tena hata katika hii vita watu wanaumia, ama kuna destruction na kuna death. Ya kwamba shetani akipata Mkristo amelenga kummaliza. Biblia inasema ya kwamba shetani anakuja kuiba, kuharibu na hata kuua. Na sisi tena upande wa Wakristo ambao wameokoka, Biblia inasema tukipata shetani tumweke chini ya miguu yetu, tumkanyagie chini ya miguu yetu. So ni kumaanisha tena unapopata shetani inafaa ukapate kummaliza. Na ningependa Wakristo nikapata kuambia tena ya kwamba shetani hana uwezo. Shetani hana uwezo. Sisi Wakristo tuko na uwezo, maana yote iliisha pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. So kwa ufupi, hiyo ndio maana ya spiritual warfare. Vita katikati ya Wakristo waliookoka na mipango za shetani. Pastor Ndolo, vile tuliangalia kuhusu strategies shetani anatumia kidogo, kama unaweza tukumbusha hiyo sehemu. Nakumbuka tuliongea mambo mengi kuhusu strategies that the devil uses. Na kwanza kabisa nakumbuka ni tukiambia watu wa Mungu ya kwamba shetani anajaribu kuiba vile Mungu anavyopanga kazi yake. Tukaambia watu wa shetani, watu wa Mungu ya kwamba shetani amejichukua kuwa Mungu wa dunia. Wale ambao unaandika God with a small g. Sio Mungu wetu bali ni Mungu wa dunia. Mungu wa giza, Mungu wa uongo. Na shetani amepanga kutoka kwake anakuja kwa mapepo. Na kutoka kwa mapepo kuna hao watu tunaoita waganga, kuna wachawi, kuna waombezi wa bandia, na kutoka kwa waombezi wa bandia unakuja kwa wale watenda dhambi. Tukasemezana wiki iliyopita ya kwamba kama mtu ni muongo, ni mtenda dhambi, kuna yale mapepo yanayoleta uongo. Kama mtu ni mzini, kuna yale mapepo ambayo yanaleta uzinzi.
Kama mtu ni mwizi, kuna yale mapepo yanayoleta wizi. The devil amejipanga katika hiyo hali. Na tukatambua kwamba kuna strategies that the devil is using to torment human beings, or rather the self-church. One of the strategies, the devil will always use doubt. Impose doubt in people. Ya kwamba unafika pala, hata ukiambiwa na mtumishi wa Mungu ya kwamba utapona, unasema mimi siwezi pona. Mungu anajibu maombi kweli. The devil ameweka doubt in many of us. Tukakubaliana wiki iliyopita tena ya kwamba the devil anatumia ancestral powers. Ameenda amejitukuza kwa watu waliokufa. Sasa mtu unapoona yule mtu alikufa anakukujia kwa ndoto, unafikiria yule mtu ako hai. Kumbe in real sense alikufa, lakini shetani anachukua kivuli chake anakuja nacho mbele zako. Shetani tena anatumia strongholds. Na tukakubaliana ya kwamba strongholds ni ngome. Kuna mambo ambayo the devil ameimpose kwa maisha ya watu. Watu wanapitia katika machungu. Huyu mtu anajiangalia anaona si laana, maana laana ni dhambi. But ni mambo tunapitia. Inafika wakati magonjwa inaingia kwa mwili ya mtu. Ukienda kupimwa haya magonjwa hayaonekani. Inafika wakati kuna jambo kama la premature death. Mtu wa Mungu anajiuliza, na mbona jamii yangu inaangamia kila wakati? Mbona ikifika mwezi wa 6 mtu anaanguka, anakufa kwa baba letu? Inatendeka kwa sababu ya strongholds ambazo the devil ameweka kwa hiyo jamii. Tukakubaliana tena ya kwamba shetani anaweza akadelay blessings za mtu. Unapoomba Mungu anajibu maombi yako, lakini shetani anashika baraka zako usije ukaziona. Bwana asifiwe. Tukakubaliana tena ya kwamba the devil can divert our blessings. The blessings were meant for me. Inapofika wakati niende kuzichukua, mtu mwingine anapata, mtu mwingine ashapokezwa hizo blessings. Those are some of the strategies the devil uses. And lastly, the devil will also use demons each and every time. Anatumia tuma pepo kutorment watu wa Mungu, kuleta uoga kwa watu wa Mungu. Na kila wakati mtu wa Mungu huwezi ukatukuza Mwenyezi Mungu, maana Mungu alikuumba ukapata kumtukuza. But because of this strategies the devil uses, inafika wakati huwezi ukatukuza Mwenyezi Mungu. Huyu shetani ana manifest himself in so many ways kwa maisha ya binadamu. Kama kuna njia ambazo unazitambua ambazo shetani ana manifest himself kwa watu wa Mungu, tafadhali. Tukaona juzi ya kwamba shetani ni roho, na kwa sababu ni roho huwa anateka nyara akili za watu, jambo la kwanza. Halafu kitu kingine ambacho shetani huwa anapenda kutukuzwa ndani ya wanadamu ni haya magonjwa ambayo tunapata kuyaona. Unajua kuna wakati shetani analeta magonjwa ndani ya mtu, mpaka kila kukicha wewe ukiimba unaimba nini? Ule ugonjwa tu. Maana mpaka mfika kiwango mtu anafika kiwango anasema huu ugonjwa ni wangu. Unajua ugonjwa wangu ni ugonjwa fulani. So ile shetani basi ukisikia yani anatukuzwa. Kama kwa mfano hii dunia pale imefikia saa hii. Si tunajua ndugu zangu, magonjwa si ya Mungu. Magonjwa ni ya nani? Ni ya shetani. Hivyo ndivyo inaeleweka. Lakini saa hii tunavyozungumza ulimwengu mzima shetani huwa anauchekelea. Ukifungua redio, corona. Ukifungua televisheni, corona. Kutembea barabarani, corona. Mpaka simefika hata yani heru waje kusahau funguo, lakini barakoa huwezi kufanya nini? Huwezi kuisahau. So akiwa mahali huwa anachekelea. Hizo ni zile fears amefanya nini? Ameingiza ndani ya watu. So kwa njia moja ama nyingine, kitu kikubwa ambacho shetani huwa analeta ndani ya mtu ni ile hali ambayo kwamba anafanya mtu aishi katika maisha ya kumtukuza shetani. Yani aonekane tu kwamba yeye amedhofisha mahali fulani. Alafu kitu kingine ambacho shetani huwa anafanya ni kule kuingiza roho fulani chafu kwa watu. Ufupi bwana moderator, njia ambayo shetani huwa anafanya ni kule kumchukua mtu, kumshika mateka na kumfanya mtumwa. Na kwa vyovyote vile hakufanyi utumwa katika
yani akutoe katika ule ufalme wa Mungu akufanye kutumwa katika ufalme wake. Ili ule kuwa mtumwa katika ufalme wake ni kule kufanya watu wengine wajue shetani yuko kupitia kwako wewe kama mtu wa kawaida. Kwa hivyo hizi ni baadhi ya mbinu ambazo shetani anatumia kumlemaza mtu. Anakufanya unakuwa mtu ambaye hauna thamani, anakufanya unakuwa mtu ambaye hautamaniki. Babako na mamako anajiuta, kwani mimi nilibeba mtoto kwa tumbo kwa miezi 9 alafu akuwe namna hii? Yani vitu vingine baba, yani wale mababa wale baba watoto wanashindwa, yani huyu kweli ndio baba aliyenizaa. Anaangalia zile tabia, yani hazifai mzee awe katika hizo. Anamwangalia mamake aliyemzaa, akiangalia zile tabia hazitamaniki. Yani mama amepagawa, anafanya vitu ambavyo havistahili mama wa huo umri afanye. Sasa hapa tunasema hizi ni mbinu ambazo shetani anazitumia kuchukua watu na kuwashika mateka, awatumie vibaya. Now, Brother Edwin, Satan's manifestations in our life. What are some of the situations? Kulingana na yale ambayo mchungaji Peter Chome ameongea, tunaona kwamba kuna mbinu ambazo shetani anatumia ili kuweza kuangamiza watu au kujitukuza katika wanadamu. Unapata kwamba shetani anapoiba anaharibu, na mwisho wake anafanya nini? Anaua. Wakati mwingine unakuja unapata kwamba alikuwa mtu mzuri, alikuwa anafanya kazi ya Mungu vizuri, lakini nafika mahali kwamba mtu huyu anabadilika tu baada ya shetani kuingia ndani ya moyo wake na kumuiba na kumfanya kwamba mtu huyu anaanza kufanya vitendo ambavyo ni kama kuwa mwizi. Na unaona kwamba anapobadilika na kuanza kuwa mwizi, mtu huyu anaelekea mahali ambapo unaona kwamba si mahali pazuri. Maana tunajua kwamba mtu anapokuwa mwizi, mwisho wake inakuwa kwamba anaweza kushikwa na kupelekwa wapi? Gerezani. Na anapopelekwa gerezani, mtu huyu uzuri wake unapotea kabisa, na inakuwa kwamba hana maana tena katika dunia ambayo tunaishi. Na tunaona kwamba hizo zote inakuwa ni kwamba ni shetani amemteka nyara, na anafanya kwamba uharibifu ni lazima uonekane katika maisha yake, inakuwa ni kuangamia. Jambo lingine ni kwamba shetani anapoingia katika mtu, unapata kwamba mtu huwa mzuri, usemi wake unakuwa mzuri, lakini baada ya shetani kuingia ndani yake, anabadilisha usemi wake, unaanza kuwa kwamba ni usemi wa uongo. Inakuwa kwamba mtu huyo anaanza kufanya vitu kutumia uongo, na anapotumia uongo ufika mahali akaadhibiwa kupitia katika uongo ambao anatumia. Maana unaposema uongo hauwezi ukadumu kwa muda mrefu. Uongo uko na muda mfupi sana katika maisha, unafika mahali hauwezi ukaendelea. Maana wanasema kwamba siku za mwizi ni 40. Na unaposema kwamba siku za mwizi ni 40, inamaanisha kwamba mtu huyu atakuwa anafanya mambo ambayo ni ya uongo, lakini inafika mahali kwamba yanapofika mwisho hana la kufanya, na inakuwa ni vigumu sana. Katika matendo ambayo yanaonekana kwetu kwa njia ya shetani. Basi Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru kwa minajili ya sehemu hii ambayo ni muhimu sana katika maisha ya Mkristo. Tunapojadiliana kuhusu spiritual warfare, mwanzo kwanza ni kwamba spiritual warfare ni vita ya kishetani ambavyo vimechukua hatua ya kuharibu maisha ya Mkristo ili kwamba aweze kuharibu destiny ama aharibu makao yake. Ndio maana shetani anapoingia anajua kwamba Mungu alitupangia mipango mizuri, lakini anapotupangia mipango mizuri, shetani alikuja na njama kwamba apate kuharibu maisha yetu, apate kuharibu makao yetu, apate kuharibu Ukristo wetu. Ndio maana katika hali ambayo unapoangalia wanadamu mara nyingi tumevamiwa katika njia tofauti, na ndio hizi njia unazoziona kwamba jinsi pasa amezungumzia na pasa wenzangu wamezungumzia kuhusu vita ambavyo vinatokea kuhusu wanadamu, na vinakuja kuangamiza jamii, vinakuja kuangamiza maisha yetu, na vita hivi huwa vinanyemelea kwa njia ya upole sana. Maana shetani katika njama zake huja kwa njia ya kukunyemelea,
na njia pekee ya kukunyemelea ni kwamba aje ateke mawazo yako, na anapoteka mawazo yako anateka kwa njia ya upole sana, usiweze kuelewa anakuchukua jinsi vipi. Maana utakapofikia mahali utashtukia ashataka nyara mawazo yako. Ndio maana kupata kwamba ukiangalia maandiko kuna sehemu ambayo Mungu akawa, ukiangalia katika Kain na Abel, wakati kifo mambo yanakuja kuhusu mauaji, hiyo roho ilimkujia Kain kwa njia ya upole sana, na ilipomkujia kwa njia ya upole, hapa Mungu anamfahamisha Kain, anamwambia kwamba Kain, ni wazo gani hilo unaloliwaza? Angalia, kuna shetani anakunyemelea. Lakini unapata kwamba katika hali na mawazo ya mwanadamu, ya Adam, yeye anaona kwamba yuko sawa na anaendelea tu na mambo yake, na anaendelea kufikiria. Mwisho wake anapoua ndio anakuja kushtuka kwamba kumbe kitendo hiki nimekifanya makosa. So shetani huingilia maisha ya mwanadamu kwa njia upole sana. Ndio maana Wakristo tunapojifunza mambo mengine lazima tuelewe shetani hututembelea kwa njia gani, ili kwamba tukaweze kumshinda. Na ukiangalia katika spiritual warfare, hizo ni vita vya kishetani, na sisi tutambua kwamba Mungu alitupa weapons. Manifestations of devil's work in our life. Just in summary. Jambo moja nataka niseme tu, shetani amekuja kuiba, kuharibu na hata kuua. Yote haya ambayo wapendwa wamesema baadaye huelekeza katika kifo. Na ningependa nifafanue nisema ya kwamba tena kuna two types of death. Kuna spiritual death na kuna physical death. So before the devil kills somebody physically, lazima akapata kumuua physically, spiritually. Spiritual death inatangulia and then physical death inakuja kumaliza. So shetani kwanza atalenga moyo. Akishatoa mtu, akishalenga moyo, akishakumaliza kiroho, anakumaliza kimwili. Vile wamesema ndivyo hivyo. Na ningependa niongeze niwaambie, haya yote mabaya mnayoyaona katika jamii yanakuwa caused by the devil. Mnapoona premature death inakuwa caused by the devil. Mnapoona poverty inakuwa caused by the devil. Mnapoona hali za divorce in our families zinakuwa caused by the devil. Yote mabaya mnayoiona katika jamii kwa Wakristo yanakuwa caused by the devil. Kwa sababu shetani anakuja kuiba, kuharibu na hata kuua. Amen. Now, back to you, Pastor Oscar. Now, we understand how devil is visiting us and manifesting himself in our lives. So, how do we counter ambazo tunastahili kuzitambua katika hali ya kijamii, ili kwamba tukaweze kushinda vita vya kishetani? Maana bila hizo sehemu inakuwa ni vigumu sana kuweza kushinda zile vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nilipokuwa naandika point yangu nilikuwa napata kwamba we have three good points that how Satan attacks us. And once he attacks us, what are the ways that we can use to finish up hizi njama zake? And it is I would like just to teach you about 3 steps to deal with and to overcome this situation. And you find that step 1, get to know the enemy's strategy against your family. Na ndio maana sehemu tulikuwa tunazungumzia Satan comes in a certain strategies. Na zile strategies ambazo tumeziongelea ndiposa wapendwa mnaweza kuziangalia mkazitambua. Wakati unaona kitu fulani kinaanza kujongelea, labda kwa watoto, labda katika mke wako, labda katika mzee wako, labda katika rafiki yako, lazima utambue hii ni roho ya kishetani. Na wakati inakunyemelea katika njia hiyo, maandiko neno linasema kwamba we have to know the strategies that Satan comes in a way of attacking our family. Ukisoma 2 Timotheo mlango wa 2 24 to 26, utapata kwamba the Lord is slave must not quarrel, but must be gentle to everyone, able to teach, and patient, instructing in opponent with gentleness. Perhaps God will grant them repentance, leading them to the knowledge of truth. Because once we go that way,
because wakati unaona kitu kinainuka, ukisoma Ephesians 6 hapo mahali utapata kwamba jinsi Mungu anaongea kuhusu jamii. Kuna kitu kimeinuka, anafundisha watoto jinsi mnaweza kuheshimu wazazi, anafundisha wazazi jinsi mnaweza kana watoto, so that msio kwamba mnajifrustrate kama katika jamii mkampa shetani nafasi ya kuingia. So anataka tuelewe jinsi ya kuweza kusaidia kila mmoja ili kwamba akaelewe shida iko wapi, akaelewe dhambi ziko wapi, akaelewe nilikuwa naanguka wapi, ili kwamba akaweze kutubu. Na mpendo anapotubu basi kazi inaendelea vizuri. Ya pili ambayo nilikuwa naangalia kwamba ukisoma katika step 2, sharpen your spiritual weapons to protect your family. When you sharpen your spiritual weapons to ukisoma Ephesians 6:10, the Bible says be strengthened by the Lord and by his vast strength. Put on full armor of the Lord. Step number 3 ambayo ningejaribu kufundisha kwa haraka tu kwamba follow the order of your commanding officer. When you follow the order of your commanding officer, our commanding officer is our Lord Jesus. This is our commander. When you are a Christian, I should respect the commandments. Kitu ambacho kinafanya watu wengi wanaangamia, we have failed to follow instructions. Na ndio maana watu tunaangukia katika mitego ya shetani. Tunaangamizwa pasipo kujua kwa sababu hatutii sheria. Utakapotii sheria lazima utasimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana wakati mwingine unaambiwa bwana fanya hii ama hiki kitu usifanye, lakini unapata kwamba hapo ndio unataka kufanya, unaambiwa hiki kitu achana nacho, lakini unaona kwamba hiki kitu lazima nikifanye nijue. We would like to experience things by doing them. Hiyo ndio kitu mtu mwingine mzunguni akasema kwamba at experience the best teacher. So you experience by drinking, you experience by eating mugukas, you experience by stealing, you experience by maybe kuwa jailed. What is this? Ndio maana unapata hizo vitu zimetuangamiza pasipo kujua. Na ndio maana watu wanaingia katika kuiba wanasema kwamba I experience. Na baada wakati anaingia katika kuiba mwisho anakutana na kifo. Maisha yake yanakatiziwa pale. So we need to understand and follow the instruction of our Lord. Once we follow the commandments, then we are safe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni katika kitabu cha 1 John. Nilikuwa nasoma 1 John 5:3-5. Utapata kwamba for this is what love for God is, to keep his commandment. Now his commands are not a burden, because whatever has been born of God conquers the world. Bwana Yesu asifiwe sana. When you have been born of God, automatically you'll conquer the world. But how can we conquer the world? How can we conquer this devil? How can we conquer the schemes of the devil? We can only conquer the schemes of the devil by following instruction from our commander. When we follow instruction, then we are the conquerors. Bwana Yesu asifiwe sana. So ndiposa tunaangalia maandiko yanatufundisha sehemu kubwa sana katika maisha yetu, na tunastahili kuelewa na kutii na kutambua jinsi maandiko yanasema. Nataka kusaidia tu kwamba kuna 5 good verses ambazo Wakristo tukizisoma zinaweza tusaidia sana kuelewa how we can overcome, how we can work on these schemes, how we can attack these schemes, how we can be people who are safe from these schemes of the devil. Nikisoma this that can help us even equip from this spiritual warfare. First reading will come from 1 Peter 5:8-9. Ukiangalia inatufundisha kwamba we have to be serious and to be alert. To alert on how to understand the schemes of the devil. Mstari wa pili inasoma katika Isaiah 54:17, ambayo inasema kwamba no weapon that is formed against us shall prosper. When we read about it, we shall understand it strengthens us in this Christianity life. And then when you go about Ephesians 6:11-12, it says also, put on full armor of God. Wakati unajivika silaha kamili za Mungu,
adui hawezi kukufikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ninaposoma kwamba kuna wanne, usoma kwamba Revelation 12:10 to 12 inasema kwamba they conquer him by the blood of Jesus. When you understand why Jesus brought in his precious blood, he made it for us to conquer these weapons, the warfare, the spiritual warfares. Because katika mambo mengine hatuwezi kuyashinda hivi. Mambo mengine hatuwezi kuyamaliza hivi. Lazima tuyamalize na damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Damu ya Yesu Kristo ndiyo inaweza. Vitu vingine haviwezi. Unaona kama saa hii tunaambia kwamba tu sanitize, tushinde makorona, tushinde virus hizi ndani, lakini kitu ambacho nina imani cha kuweza kushinda corona ni damu ya Yesu. If we can sanitize ourselves in the blood of Jesus, these are spiritual wars that has rises to kill the economy, to kill the lives of people, to kill our families, to bring mambo mengine ambayo watu kuchanganyikiwa. Tunakuwa brother Emoli, mchango wako. Tukiendelea tu hapo tunapata kwamba Biblia inasema kwamba Mungu akamwambia Yoshua, usikubali neno hili litoweke kinywani mwako. Na tunasikia kwamba maneno haya ambayo umeambiwa tu na umeelezewa kwamba kuhusu hale maneno usikubali yaondoke katika kinywa chako. Maana kumshinda shetani ni lazima utumie neno la Mungu. Na tunaona kwamba unapotumia neno la Mungu kwamba Mungu atakupatia ufunuo, atakuelekeza kwa ile njia ambayo unastahili kufanya nini? Kuenenda. Na atakufunulia yale ambayo shetani huenda anapanga katika maisha yako. Maana tunaambia kwamba shetani anapokuja anatafuta kuingia ndani ya moyo wako. Na akipata kwamba moyo wako umejaa neno la Mungu, huwa anapata kwamba hana mahali pa kuingia, utoweka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na najua kwamba tunapotii na kufuata lile neno ambalo Mungu anatuelezea, tunapata kwamba shetani atatafuta njia kuingia katika maisha yetu, lakini hatapata. Maana kupitia kwa neno la Mungu utapata kwamba Mkristo utaanza kuzingatia kwamba kukesha na kuomba. Maana Biblia inasema kwamba tukesha tukiomba, maana ufalme mbinguni umewadia. Na kabla ufalme mbinguni uwadie, ni lazima shetani anajua kwamba hataki uweze kurithi ufalme mbinguni. Ni lazima akuje na zile mbinu ambazo tumeweza kusema pale awali, kwamba ili usiweze kuona ule utamu ambao uko katika ufalme mbinguni, atakuja kukuiba. Lakini kama wewe Mkristo utaweza kuzingatia maandiko ambayo tumeyanakili au tumeweza kukuelezea, kwamba shetani hatakuwa na nafasi katika maisha yako. Utakuwa umesimama imara, maana shetani utafuta mtu ambaye analala au anasinzia. Na wanasema kwamba kusinzia si kwamba ni mwili huu kusinzia, kwamba ukikubali shetani aingie katika moyo wako, atafanya moyo wako usinzie. Hautaweza kusikia neno la Mungu. Lakini kama utakesha na kuomba, unafanya moyo wako unakuwa hai tena, haulali, maana unatafakari ukuu wa Mungu. Unaona hawa wandugu wameongea ukweli na ukweli mtupu. Neno ambalo mimi ningesisitizia tu ni kwamba ukiwa katika vita, ili uweze kupigana na yule mtu ambaye ametaka kukupiga, mpaka uelewe ameshikilia nini kwa mkono. Ninaposema nataka kuunga mkono maneno hawa wapendwa wamesema, maana ndio ukweli na ukweli mtupu. Yesu Kristo anajaribiwa pale nyikani, lakini kilichomfanya Yesu akamshinda shetani ni kutumia maandiko. Maana kila alipoletewa ile jaribu alisema imeandikwa. Mara ya pili akasema imeandikwa. Mara ya tatu akamwambia imeandikwa. Alipomshinda shetani, Biblia inasema ya kwamba hapo ndipo Mungu alileta malaika wakamhudumia huyu Masia, baada ya kumshinda kupitia kwa maandiko. Hivyo hivyo Biblia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, mlango ule wa 28 nafikiri, kuanzia mstari wa 1 mpaka mstari wa 7. Biblia inasema hivi:
itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako, kutii na kutunza kwa bidii maagizo haya ni kuagizayo leo, utabarikiwa mjini, utabarikiwa hata shambani. Utabarikiwa wingi hapo, utabarikiwa na utoka. Anaendelea kusema ya kwamba yatabarikiwa hata maongeo ya makundi, yani mifugo ulionayo. Itabarikiwa hata kile kichuma cha kukandia nini, chapati. Sikia? Halafu ona kuna kitu pale ambacho kinaongelewa kama mstari wa 5 na wa 6. Ya kwamba maadui watakapokuja kwa njia moja, maadui ni wale wanaokuja vita, si ndio? Atawatawanya kwa njia ngapi? 7. Hebu semeni amina. Amen. Lakini hii itatendeka tu kama utakuwa mtiifu katika neno, katika agano, yale maagano ambayo Mungu ametupa tukaishi ndani. Sikiza. Wakati mtu wa Mungu umeokoka na umeshikilia neno, agano la Mungu halitoki ndani yako, basi wewe ni sawasawa na mbegu za mahindi ambazo zimewekwa ndani ya chupa ya chuma, kisha juu ikafunikwa na mfuniko. Sasa wakati zile mbegu zimefunikwa katika ile chupa, kwa nje huwa zinaonekana, si ndio? Lakini kuku anapotamani kudona zile mbegu huwa hazipati. Shika, mnaelewa ndugu zangu? Sasa hapa kuku ni shetani, mbegu ni sisi ambao tumefunikwa ndani ya ile chupa ya chuma na juu imefunikwa. Sasa wakati kuku anapotaka kudona, anagonga ile chupa, lakini mbegu hawezi kuzifikia. Sawa na kwamba maisha yetu sisi tuliookoka, na ukihitaji ya kwamba maisha yako yawe na ulinzi madhubuti, ulinzi salama, lazima ukubali kufunikwa ndani ya uwezo wa Mungu, yani ndani ya ule ulinzi wa Mungu ambao ni damu ya Yesu Kristo. Na kama tumelindwa hivi, basi shetani kila anapojaribu kutufuata ili atupate, anagonga hii chupa, lakini sisi hatupati pale ndani. Sasa ni sawa na kwamba wokovu wa Yesu Kristo ndio unatupatia sisi nguvu za kumshinda nani? Shetani. Sawa na vile pastor alipotangulia kusema ya kwamba kinachotuwezesha sisi kumshinda shetani ni damu ya Yesu Kristo iliyotufika wapi? Pale Kalvari. Wokovu wa Mungu ni hofu ya Mungu ndani ya mtu. Sikiza kwa makini Wakati mtu anakubali kuombewa sala ya toba, sema maneno haya. Ama mtu anapomkubali Masia ndani ya ule mtima, ndani ya ile roho yake, pale mahali mawazo yanakaa, pale mahali uamuzi wa mtu unakaa, pale fikra za mtu zinakaa, hapo ndani huwa kuna roho wa Mungu amekaribishwa akae pale ndani. Na wakati roho wa Mungu anakaa pale ndani, huyu roho wa Mungu ndiye anayeongoza mtu. Ndio maana inafika kiwango, ndugu zangu, mwanamume unapotaka kumtongoza mtu asiyekuwa mkeo, hebu semeni amina. Hapo karoho kanakuja pole pole, basi wewe umeokoka pale. Mambo gani hapo anataka kufanya? Yaani yule roho huwa anamkanya mtu. Unapotaka kutembelea kukimbilia ulevi, sasa ndio mambo gani? Si wewe umeokoka bwana. Nini hiko utakufanya? Sasa yule mtu anapokuwa ndani yako, ule ndio wokovu. Maana yake ile ndio hofu ya Mungu inakaa ndani yako. Na ile hofu ya Mungu inapoendelea kukaa ndani yako, ndio inakuzuia uwezi ukimbilia ulevi, uwezi ukimbilia kitu kingine, uwezi ukimbilia kitu kibaya ambacho kikifanya ni kinyume cha mapenzi ya nani? Ya Mungu. Hapa ndipo mtu anapokuwa salama.
Now, hii hofu ya Mungu haiwezi kuwa ndani yako kama haujatunza maandiko vile wenzangu ambao wamefanya nini? Wamesema. Sasa tu kwa ufupi, bwana moderator, mimi kila kitu kusema ni kwamba ili tumshinde shetani lazima tumkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi katika maisha yetu. Tunapomkubali Masia kama Bwana na Mwokozi katika maisha yetu, Bwana atatutetea. Jehova atatupatia uwezo na ujasiri, na haijalishi ndugu vita viko namna gani. Ona Daudi alipofika kiwango cha kupambana na Goliathi, juzi tuliambiwa hapa ya kwamba watu wengi walikuwa hawezi kudhani ya kwamba Daudi anaweza kumpiga Goliathi. Wengi walikuwa hawezi kudhani hivyo. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa upande wa Daudi, akamwangusha nani? Goliathi. Sisi tuliookoka ndugu zangu, tutakapokuwa upande wa Mungu kikamilifu, si mguu moja nje, mguu moja ndani. Hapana. Ukikaa ndani, yani ndani miguu yote ndani ya Yesu Kristo, wewe ni mshindi katika kila aina ya vita ambavyo utasimamishwa. Sikiza bwana moderator, nikwambie hivi. Mungu ni baba na ni baba yetu. Si ndio Unajua kama nyinyi zangu mnawaikoa. Mtoto anaamini babake anaweza. Na watoto wanaamini hakuna mtu dunia hii ambaye anaweza kupiga babake. Hata kama wewe una udhaifu gani. Hata kama wewe una kilo 2.5. Lakini mtoto anaamini hakuna mtu anaweza kupiga baba yangu. Hakuna. Ndio maana nilikwambia wewe ndio kusema na baba yangu. Basi haijalishi wewe ndiye kubwa mwenye ujuzi na vifaa gani, mtoto hataki kujua. Lakini anajua baba yangu ana uwezo. Hivyo baba yangu anaweza. Na hata mama ukimchapa mtoto kwambia wewe umenichapa, nitakuja kumwambia baba, utaona wewe. Hajua hata pengine mzee unapigwa usiku na huyo mama. Yeye hataki kujua. Sasa sisi tulio jamii ya kuokoka, hofu ambazo zinatufanya tunachapa na shetani wakati mwingine, ni kule kulimit uwezo wa Mungu ndani ya maisha ya mtu. Lakini endapo tutakuwa kama watoto wadogo, ya kwamba tuwe na ile imani ya kwamba baba anaweza. Hakuna kitu kinamshinda baba. Nitakusema na baba atakuchapa. Tukiwa na huo uwezo ndugu zangu, Mungu wetu ni Mungu ambaye kila kukicha anahitaji kuinuliwa. Amen. Na wewe ufikiri tu hivyo, shetani hata atembee na kichwa miguu juu, hakuna kitu atauma kwako, maana wewe ni mwana. Na huwa anasema kila kukicha kwamba wakati mtoto analia kwa babake, kwa nini baba, kwa nini baba asisimama akatetea mtoto wake? Sasa ndugu zangu, wahubiri wameongea ule ukweli na ukweli mtupu. Lazima tuishi katika neno. Tukiishi katika neno, tutaweza kufaulu katika hizi vita ambavyo shetani anatupiga. Bado narudia tu. Katika vita, Wakristo wengi wanashindwa kwa sababu ya mzaha. Wanakuwa na mzaha katika vita. Wakristo wengi ndugu zangu wanakuwa na mzaha, wanajisahau katika vita. Na wakati unajisahau katika vita, hapa ndipo inapatikana. Kwa mfano, Daudi aliacha jeshi liko katika vita. Yeye akaja akastarehe. Hapo situseme mimi na kidogo. Sikia. Watu wanapambana. Mama pastor, uko vita vinanguruma. Ametuma wanajeshi. Na ukisoma Biblia vizuri, wakati wote Daudi, wakati jeshi lake linapambana, Daudi alikuwa pale. Kisha alikuwa mbele, Daudi ndio anapanga jeshi. Endeni upande huu, shikeni hapa, simama hapa. Lakini wakati huo Daudi akarelax. Alipo relax, amekuja kwa kiti chake cha enzi cha kifalme, anazunguka na kiti namna hii. Alipozunguka na kiti akaona havitoshi, wacha sasa nishuke nichungulie chini kunaendelea nini. Alipochungulia chini, sasa alipata kitubosha kinaoga bwana. Alipoona yule mwanamke anaoga bakisha bibi Uria, sasa alimuita juu. Alipomuita juu, nini kilifanyia? Si Daudi alichapwa na shetani. Sasa
shika maandiko. Ukishika maandiko, kuwa mtifu katika maandiko. Biblia ina kitu inaongea, ndugu zangu, nikimalizia. Inasema kama ukikubali na kutii utakula mema ya nchi. Sasa hii inamaanisha, ndugu zangu, kuna kukubali ili mambo yaishe. Alafu kuna kukubali na kutii. Kutii ni kule kuishi katika maandiko. Ndugu, utakuwa mshindi. Watu watasema wewe ulienda Tanzania kutafuta uchawi, wewe ulitoka Nigeria, sasa hauwezekani, wewe si babu zako huyo ni mjukuu wa fulani, yeye hawezekani. Hakuna cha mjukuu wa fulani. Mimi ni mtoto wa Mungu mwenye uweza wote na nimelindwa salama. Maisha yangu yamo katika viganja vya Jehova Mungu aishie, na kwa sababu ya hii ninalindwa salama. Haijalishi wachawi watakesha kuzunguka kwa nyumba yangu, haijalishi watakunya kwa mlango wangu, haijalishi watafanya nini, mimi Bwana am protected. Okay, now Pastor Ndolo, Pastor Chome has elaborated so much. I would wish that you summarize it, and then we shall have Brother Emoli praying as we close this particular session. Okay. Asante. Amen. Kwanza kabisa nataka our brothers were talking about how to counter the devil or other spiritual warfare. Nikataka niseme mambo matatu. Jambo la kwanza, the power in praise. Kama kuna warfare, and the best warfare again is the power in praise. Wakati wa Kristo wanainua Mungu katika sifa, Mungu hushuka na anapata nafasi katika hiyo sifa. Na anapopata nafasi katika hiyo sifa, Mungu hutenda. Wagonjwa wanapona katika sifa. Wale ambao wamepitia katika challenges maishani mwao, wanapoinua Mungu katika sifa, Mungu hushuka na anapata kutenda. Jambo la pili, nataka tena niongee na Wakristo popote pale waliko, niwaambie tena, our substance is another weapon that we can use as Christians. Ile dhabihu tunayoitoa, iwe ni sadaka, iwe ni fungu la kumi, so long as tu umeenda mfukoni ukatoa, ni kwa sababu ya kutolea Mwenyezi Mungu, hiyo ni warfare. Na ndipo Biblia unaposoma Mathayo chapter number 3 verse number 11, Mungu anaongea kuhusu fungu la kumi, na anasema ya kwamba watakapotoa nami nitazuia wale wadudu waharibifu. Kupitia katika dhabihu tunazoitoa, wapendwa, kumbe hiyo ni silaha ya kutumia kama Ukristo. Then jambo la mwisho, wapendwa waliongea mingi. Jambo la mwisho ambalo tunasisitize ni huduma ya malaika. Malaika ni viumbe vya kiroho ambavyo vinaletea Wakristo message. They are our messengers. Na hao malaika lazima tuambie Mungu akapate kututumia. So katika maombi yetu kama Wakristo, fika pale ambia Mungu, nitumie malaika wako wakapate kuniongoza. Mungu, nitumie malaika wako wakapate kunipigania. Mungu, nitumie malaika wako wakapate kunikomboa. Kuna huduma ya malaika. Na ndipo naposoma Psalm number 34 verse number 7, Biblia inasema ya kwamba malaika wa Mungu wanafanya kituo juu ya wale watu wamemwamini hata kupata kuwakomboa. Na ninapomalizia, nataka niambie Wakristo ya kwamba kweli hii vita iko. Kweli shetani amelenga vita kwa Wakristo. Na nia ya shetani anataka kumaliza Wakristo. But mchana huu nataka niwaambieni Wakristo popote pale mliko, msije mkaogopa. Msiogope. Simameni imara, angalieni Mungu, naye Mungu atapata kuwapigania. Biblia inasema ya kwamba Kristo alikuja tupate uzima na uzima teletele. So hata unapopigana vita, unapoenda katika maombi, unapotafuta Mungu katika sifa, unapo counter the devil and the schemes of the devil, stand firm ukijua ya kwamba Mungu ako pamoja nawe na anaenda kukupigania. Na zaidi ya yote, nataka niwaambieni Wakristo, kuna one thing salvation, and kuna number 2 deliverance. Kuna wokovu na kuna ukombozi. Watu wengi wameokoka lakini hawajakombolewa. Lazima tuokoke na lazima tukombolewe. Tusipokombolewa tutaendelea kupitia katika challenges. Bwana Yesu asifiwe. So okoka, kombolewa. Baada ya kukombolewa, pigana vita ukijua ya kwamba wewe ni mshindi. Maana Kristo amekupigania vita. Yale ambayo mmeambiwa wapendwa, ilipendeza Mungu kupitia kwa Roho Mtakatifu mkapate kuyapokea. Yapokeeni, na baada ya kuyapokea yawekeni katika matendo. Na mtaona mkono wa Mungu, mtaona ukombozi.
uongozi wa Mungu. Mungu awabariki popote pale mliko. Now before we close, we are always on our Facebook, which is Friends Church Kongowea, and also on YouTube. You can Google any name of our pastors and you shall be able to see these videos online. Brother Imodi, tell us in Mpendwa msikilizaji, ningependa kwamba mahali popote uliko tukapata kujumuika pamoja kwa maombi haya. Baba wetu wa mbinguni, tunasema ni asante maana umekuwa mfalme mwema. Kristo mwana wa Mungu, tunakutukuza, tunakuabudu tukisema kwamba hakika unastahili sifa na utukufu Bwana. Maana Mungu wa baraka Jehova umekuwa mwema kwetu katika mazungumzo haya Bwana. Na tuna imani kwamba Kristo umeguza wengi kupitia kwa mazungumzo haya Bwana. Umeonyesha kwamba mtakatifu kwamba wewe uko hai na unazidi kutawala milele na milele. Tunasema ni asante Mungu wangu kwa maana mtakatifu kwamba niko mapenzi yako ndiposa Mungu wangu Jehova ukakubali mtakatifu kwamba mawasiliano ya mtakatifu tukapata kuwasiliana Jehova ili tukapata kuelimisha dunia ikapata kujua kwamba kuna vita ambavyo shetani anatupiga kama wana wako Jehova. Na tunaamini kwa mtakatifu kwamba wewe ni mwaminifu na wewe ni mwingi wa rehema na fadhili. Unaendelea kutukomboa kila wakati na kila siku maishani mwetu Bwana. Tunasema ni asante Mfalme unapozidi kutupatia nguvu kila wakati na kila siku Jehova. Baba tuongoze na tuelekeze Mfalme ili tukapate kushinda vita hizi Bwana katika jina la Yesu Kristo. Tunasema ni asante Mungu wa baraka Jehova unapozidi kukomboa dunia Jehova kwamba ikapate kuepukana na silaha hizi zote ambazo wamuovu shetani ili Kristo mwana wa Mungu mtakatifu tukasimame tukitetea jina lako Yesu Kristo. Ni asante mtakatifu maana unaenda kutenda Jehova. Pokea sifa na tukufu Mungu wangu na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen.